Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Namba 5, nini kimo katika neno kinachonifanya mimi niangaze, nishangaze dunia? Haleluya. Nini kinafanya niangaze? Nini ambacho kimo ndani ya neno ambacho kinafanya niangaze? Hekima. Namba 5, ndani ya neno la Mungu kuna hekima. Ndani ya neno la Mungu kuna hekima. Kuna hekima. Kuna hekima. Utaona ya kwamba Timotheo wa pili sura 3 mstari 15 hadi 16. Mtume Paulo anazungumza kwa habari ya hekima iliyoko ndani ya neno la Mungu. Ndio maana mimi nitaangazia tu dunia, kwa sababu watanitafuta tu ili niwashauri. Hakuna namna nyingine. Yatashindikana kwao, watanitafuta mimi, na itakuwa hivyo kwako. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Yaliyoshinda wao watakuita wewe. Amen. Na utawapa majibu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Yusufu alikuwa gerezani. Mfalme ameota ndoto, ameonyeshwa jinsi mambo atakavyokuwa, lakini hajui cha kufanya. Mwenye hekima akaja. Mwenye hekima alipokuja akamwambia mfalme, usipate tabu, haya mambo yako hivi. Haleluya. Kutakuwa na miaka 7 ya shibe, miaka 7 ya njaa. Sasa atafutwe mtu mwenye akili atunze chakula katika miaka hii 7 ya shibe, ili huko mbele msipate shida. Na mfalme akasema, kama Bwana amekufunulia yote haya, hakuna mwenye hekima kama wewe. Mwenye hekima ikabidi awekwe, yeye ndo afanye huo ushauri. Alitoa ushauri, sema ingia ufanye mwenyewe bwana, sisi hatuwezi mambo haya, tunahitaji wenye hekima. Isemwe hivyo kuhusu wewe. Amen. Watakapohitajika wenye hekima, utatafuta wewe katika jina la Yesu. Amen. Uko unakosoma lamiza karamanda na masekretari, I receive. hawatakaa bila wewe. Amen. Katika ukoo wako, vikao vya familia, yes, hawatakaa bila wewe. Amen. Ofisini kwako, wanapotaka kutuma watu kwenye semina, yes, watakutuma wewe. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Lama zede karamanda na masekretari. I receive. Mtume Paulo anazungumza kwa habari ya hekima iliyoko ndani ya neno la Mungu. Tusomee pale Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 15 na wa 16. Yes. Biblia inasema, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Anasema ndani ya mafundisho, ndani ya neno la Mungu imo hekima. Inatuhekimisha mpaka tupate wokovu, mpaka tutawale, mpaka tushinde. Haleluya. Kuna hekima ndani yake. Kuna hekima ndani ya neno la Mungu. Mithali sura 8 sura 32 33. Mithali 8:32 hadi 33. Yes. Biblia inasema, basi mwanangu nisikilizeni sana, maana heri hao wazishikao amri zangu. Sikieni mafundisho mpate hekima, wala msiikatae. Sikia mafundisho mpate hekima, wala msikatae maneno yangu. Sikia mafundisho mpate hekima. Ndani ya neno la Mungu ipo hekima ndani yake. Haleluya. Amen. Mithali sura 19 mstari wa 20. Mithali 19 mstari wa 20. Biblia inasema, sikiliza mashauri ukapokee mafundisho, upate kuwa na hekima siku zako za mwisho. Sikiliza mashauri, sikiliza mafundisho, sikiliza mashauri upate hekima, ili uwe na hekima siku zako za mwisho. Haleluya. Amen. Bwana akupe hekima katika jina la Yesu. Amen. Anasema kadri unaposikiliza hili neno, hekima inaingia. Hekima inaingia. Hata hivi ninavyozungumza, hekima inaingia ndani yako. Amen. Pokea hekima kwa jina la Yesu. Amen. Zaburi 19 mstari wa 7. Zaburi 19 mstari wa 7, Biblia inasema, sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Humtia mjinga hekima. Yaani mafundisho yake na neno lake limejaa mno hekima. Yeyote anayesikiliza, yeyote anayefuatilia anapata hekima. Haleluya. Amen. Zaburi 119 mstari wa 97 mpaka wa 100 ni habari za Daudi. Anasema, ninayo hekima kuliko wazee, kwa nini kutafakari kwangu kulikuwa sheria ya Bwana. Tusome pale.
Zaburi 119. Zaburi 119. Mstari wa 97 mpaka 100. Mstari wa 97 hadi wa 100. Biblia inasema, sheria yako naipenda mno ajabu. Sheria yako naipenda mno ajabu. Ndiyo kutafakari kwangu mchana kutwa. Ndiyo kutafakari kwangu mchana kutwa. Maagizo yako unitia hekima. Maagizo yako unitia hekima. Kuliko adui zangu. Kuliko adui zangu. Kwa maana ninayo siku zote. Ninayo siku zote. Ninazo akili kuliko wakufunzi wangu wote. Ninazo akili kuliko wakufunzi wangu. Maana shuhuda zako ndizo nizifikirizo. Maana shuhuda zako ndizo nifikirizo. Ninao ufahamu kuliko wazee. Ninao ufahamu kuliko wazee. Kwa kuwa nimeyashika mausia yako. Kwa kuwa nimeyashika mausia yangu. Nimeiepusha miguu yangu na kila njia mbaya. Kwa sababu nimeepusha miguu yangu na kila njia mbaya. Ili nitii neno lako. Haleluya. Kwa hiyo tunagundua kwamba hekima sio kiwango cha mvi. Maana kuna watu zamani walifikiri hekima ni mvi. Hekima sio mvi. Hekima ni neno. Nikiwa na hekima hata nikiwa mdogo, ninayo hekima kuliko wazee nikiwa na neno. Ninayo hekima kuliko wakufunzi wangu nikiwa na neno. Haleluya. Hekima haiji kwa mvi. Sio katamani mvi ili uonekane una hekima. Maana kuna watu wengine wanafikiri ukiwa na mvi ndio una hekima. Haleluya. Hekima sio mvi. Kiwango cha neno ndio kiwango cha hekima. Kiwango cha neno la Mungu ndani yako ndio kiwango cha hekima. Unataka kuwa na hekima? Ongeza neno. Nipe neno nafasi. Toa nafasi kwa neno. Tembea kwenye hekima kama akina Yusufu, kama akina Danieli. Danieli akakutana na ndoto ambayo mfalme anasema naua wote, wanajimu wote na waganga wote naua, na akina Danieli anatakiwa uawe. Danieli akasema sheria hii mbona ni kali sana, lakini anasema mfalme anipe nafasi. Mfalme anipe nafasi, anipe muda niende kwa Mungu wangu. Na alipoenda kwa Mungu wake akampapanulia ndoto na maana, na alipotafsiri akasema Mungu mwingine hakuna wa kuabudiwa ni huyu wa Danieli. Na Danieli akawekwa juu kwenye utawala wa wafalme wote kwa sababu ya hekima. Ndio maana huwezi kutawala bila hekima. Unataka kutawala mazingira yako na maisha yako, unahitaji hekima. Unataka kutawala kwenye ofisi yako kila mahala, unataka kuwa mtawala, hawakai bila wewe. Hawafanyi maamuzi bila mawazo yako. Kwa sababu nini? Unayo hekima. Haijalishi umri. Karibu kwenye darasa la hekima. Haijalishi umri. Unataka kutembea kwenye hekima? Sio jambo la umri. Jambo la neno la Mungu. Haleluya. Amen. Pokea hekima katika jina la Yesu. Amen. Nasema pokea hekima katika jina la Yesu. Napokea. Na uwezi kuwa na hekima usiangaze. Uwezi ukawa na hekima usiangaze. Sulemani alikuwa nayo, watu wakatoka mbali. Hata ile malkia wa Ethiopia, malkia wa Kush, akaenda akaangalia hekima ya Sulemani, na alipofika akasema yale niliyosimulia madogo niliyokuta makubwa. Haleluya. Amen. Wakasafiri watu toka mbali wakaona hekima ya Sulemani. Hekima uwezi ukawa nayo usiangaze. Ndio maana tunasema nini kimo katika neno ambacho kinatufanya sisi tuweze kuangazia dunia. Na Yesu akasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mtu hawashi taa akaweka chini, anaweka juu kuangaza. Nini kimo katika hili neno ambacho kinatufanya tuangazie dunia? Hekima imo ndani. Huwezi ukawa na hekima usiangaze. Haleluya. Amen. Namba 6 na ya mwisho kwa leo. Nini kimo katika neno ambacho kinatufanya tuangaze? Ndani ya neno la Mungu kuna roho wake. Ndani ya neno la Mungu kuna roho wake. Roho Mtakatifu yuko katika neno. Ndio maana Yesu akasema maneno hayo niliyowaambia katika Yohana sura 6 mstari wa 63, maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Maneno hayo niliyowaambia, maneno yangu ninayowafundisha, akaambia ni roho. Ndani ya neno la Mungu kuna roho wake anatufanya tuangaze, na huwezi kuangaza bila Roho Mtakatifu. Utaona ya kwamba wakati Petro ameenda kuzungumza na Kornelio na familia yake,
alipokuwa akiwahubiri